Kwanza mimi niseme ukweli, nampongeza sana Rais Samia Suluhu Hassan. Ameangalia hili swala la vijana wa nchi vizuri sana. Mimi nimeingia Google kuangalia vijana kwa ulimwengu. Ulimwengu mzima vijana wanazidi 64%. Sio Tanzania, ulimwengu wanazidi vijana 64% katika population ya nchi yoyote. Sasa ukishaona kundi hili la vijana lina zaidi ya 64%, na je, mimi ni mwalimu na nimesoma ualimu vizuri. Kundi la ujana ni kundi lenye joto fulani, tofauti na sisi watu wazima. Kwa lazima utegemee hapo ni mahali pa kupangalia vizuri. Mimi kwa rais kuunda wizara ambayo itashughulikia mafanikio, matatizo, kero za vijana, ili ni jambo la kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Na ili waziri anayehudumia maendeleo ya vijana afanye kazi, lazima wafuate kwenye maeneo yao. Na mimi nilipoona hii wizara imetengenezwa na nikijua jimbo langu ni katika nchi yangu nao wako zaidi ya 64%, nikaona basi nitayarishe kitu kwamba waziri aje kuzungumza na vijana wangu. Na ninajua kwa mkutano wa kesho ambao una vijana wote wanateremka kutoka milimani wanakuja hapa kwenye mkutano mmoja, kutakuwa na nyimbo, kutakuwa na ngoma, lakini ni mkutano wa vijana. Hotuba atakayoitoa Mheshimiwa Waziri hapa, nina uhakika itakuwa ni hotuba anawapa vijana wote wa nchi ya Tanzania. Trisi vijana watapata nafasi ya kumsikia waziri akizungumza na vijana Same Mashariki, anazungumza na vijana wa Tanzania nzima. Na nimemwangalia vizuri waziri na nauka. Na mwenyewe ni kijana ambaye amechangamka, ana mtazamo mzuri, ataweza kuishi vizuri na vijana wenzie. Mimi nikaona niache kazi zote, hiki ni kipindi cha Christmas, nitayarishe shughuli kubwa kesho, vijana wangu wakusanyike hapa wamsikilize waziri wao. Lakini niwaambie ukweli, mimi nashukuru uongozi wa chama, nashukuru uongozi wa serikali wa wilaya yangu ya Same. Vijana wa jimbo langu la Same Mashariki ni vijana watulivu, ni vijana wenye nidhamu, ni vijana wachapakazi. Hawa vijana ni wakulima, wanalima milimani, wanalima tangawizi, tambarare wanalima mpunga, lakini ni vijana wenye utulivu mkubwa. Mimi mwenyewe nimetoka kwenye uchaguzi juzi, nimefanya uchaguzi nao. Hutamjua kijana wa CCM, hutamjua wa opposition, hutamjua ambaye hana chama. Wote ni watulivu. Ndio maana nikaona na mimi niwaheshimu vijana wangu, nimtafute Mheshimiwa Waziri aje aongee nao. Na nikwambieni ukweli kabisa, hii wizara itatusaidia sana kama tutaitumia vizuri sisi tuliochaguliwa na wananchi. Tuone kwamba ni vyema tumfanye Mheshimiwa Waziri awe karibu na 65% hii ya wananchi. Labda nini sasa wito wako kwa vijana kushiriki kesho? Nimefanya njia nyingi sana za kuhamasisha vijana. Nimeunda timu za kila tarafa, zinapita kupiga mbiu, kutoa matangazo. Kesho wilaya ya Same leo ni siku ya Jumapili, wilaya ya Same imetoa gari, limezunguka kote huko milimani mpaka huko tambarare kuambia vijana wote wafanye nini, wafike Ndungu ili wamsikilize Mheshimiwa Waziri wa maendeleo ya vijana. Kwa majina yangu mimi naitwa Milikiel Johnson Mtaita, ni mzaliwa wa Same, mimi ni Mpare. Niko hapa kwa sababu ya kusapoti tukio hili la Mheshimiwa mbunge wa Mashariki Ana Kilango ambaye ameona ni vyema imetokea fursa ya kupata wizara mpya ambayo imeundwa na rais. Binafsi tunashukuru sana, lakini tunamshukuru pia na Mheshimiwa Kilango kwa kuona ni wakati sasa hii nafasi ambayo imetokea adhimu ya kupata waziri wa vijana iwe ni nafasi yetu ya kwanza kwa mkutano wa hadhara ambao ndio wa kwanza kwa waziri huu. Kwa hiyo ujio wa waziri huyu wa vijana kwetu sisi vijana ni fursa kubwa, na tumechukulia na kuibeba kwa mikono yote miwili. Kwa hiyo tumesafiri sehemu mbalimbali kufika hapa kuhakikisha tukio hili la kesho linafanyika kwa ukubwa na linafanyika kwa uzuri, na tumejiandaa kuhakikisha
tunapata fursa ya kuongea yale ambayo ni changamoto zetu vijana, tuongee na waziri wetu ambaye pia ni kijana. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwetu sisi na nafasi ya pekee, na nawashauri vijana wengine waendelee kujitokeza, tuje tuzungumze kama vijana wa Same, kama vijana wa Tanzania kuhusu changamoto zetu kama vijana. Kwa jina naitwa Fatma Tamim Mwichande. Mimi ni kijana ambaye natokea kata ya Ndungu ambayo ipo wilaya ya Same, jimbo la Same Mashariki, mkoa wa Kilimanjaro. Kipekee nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuanzishia wizara yetu sisi vijana. Sisi kama vijana tumefurahi sana na tunamshukuru sana. Lakini pia nipende kumshukuru Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Anna Kilango Malechela kwa kutuletea waziri wetu sisi kama vijana kuja kwenye jimbo letu, hususan kwenye Same Mashariki na kwenye kata yetu ya Ndungu. Sisi kama vijana tuna matarajio makubwa sana kwa Mheshimiwa waziri. Tupo tayari kupokea maelekezo yote ambayo Mheshimiwa waziri atayatoa, lakini pia tunamsubiri kwa hamu kwa kupokea changamoto zetu ambazo tunajua akifika ataweza kutusikiliza. Sisi vijana wa Same Mashariki ni wakulima. Tunalima tangawizi, lakini pia tunalima mpunga. Kwa hiyo tupo tayari kumpokea aje aone nguvu ya vijana wa Same Mashariki. Kwa jina naitwa Zaharani Juma, ni kijana kutoka jimbo la Same Mashariki, kata ya Ndungu. Kiukweli kwa ujio wa Mheshimiwa waziri wa vijana kwetu imekuwa ni fursa kubwa, kwa sababu si kama vijana tutapata fursa nyingi. Tumeshaona serikali ishaongeza bajeti ya mikopo ya 10% kwa vijana na wakina mama na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sisi ujio wa Mheshimiwa waziri imetuletea hamasa kubwa, kwa sababu tamko litatoka kubwa na mikopo itaendelea kutoka kwa vijana. Natoa wito kwa vijana wenzangu wasirudi nyuma wala wasikae nyuma sana, waje kwenda kuunda vikundi ili kupata fursa hizi ambazo serikali yetu imeamua kutuletea. Hivyo na washauri vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi ili tuweze kupata madini na maelekezo mapya kutoka kwa Mheshimiwa waziri wa vijana.